Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, ningependa kujibu swali zuri la Mheshimiwa Chacha Mwita Wambura kama ifuatavyo. Baada ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kutengua uteuzi wa aliyekuwa naibu waziri ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na mahusiano Mheshimiwa Rahma Kisuo ameweza kumwandikia ujumbe Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Watanzania kwa ujumla, huku akimshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kumpa nafasi hiyo mpaka alipoona vinginevyo. Rahma Kisuo ameweza kuandika hivi: napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu, Mola wa viumbe wote, kwa kukamilisha kadra yake kwangu. Lakini napenda kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa imani kubwa iliyothiminika aliyoweka kwangu kwa kuniteua naibu waziri wa Nchi, Kazi, Ajira na Mahusiano. Halikuwa jambo dogo hata kidogo mpaka alipoona vinginevyo. Napenda kuwashukuru nyote mnaochukua muda wetu kunifikia kwa simu na mnaonitumia salamu za kunitia nguvu. Kijana wenu ni muumini, msinitie wasiwasi, na shukuru sana. Hii ni kauli ya Rahma akiandika katika ukurasa wake wa Instagram. Hii ni mara baada ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kumtengua nafasi aliyokuwa nayo. Je, una mtazamo gani katika hili? Acha komenti yako na subscribe kwa taarifa nyingi zaidi. Mheshimiwa mbunge, swali lako ni namba 191. Naomba urudie 191. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba basi swali langu namba 291 liweze kupata majibu ya serikali. 191. Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, ningependa kujibu swali zuri la Mheshimiwa Chacha Mwita Wambura kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali na mkakati wa kuunda ajira na kukuza uchumi wa vijana kwa kuwawezesha kushiriki katika miradi ya uzalishaji na ujasiriamali sambamba na kupunguza utegemezi wa sekta ya madini kupitia mradi wa mageuzi katika sekta ya madini kwa maendeleo jumuishi na endelevu MBT. Vijana 5983 wamewezeshwa kwa kupatiwa leseni, mafunzo na mitaji, huku wachimbaji wadogo 658 wakipatiwa mafunzo kupitia programu ya taifa ya kukuza ujuzi katika mikoa ya kimadini ya Geita, Mbongwe na Chunya. Aidha, serikali inatekeleza mikakati jumuishi ikiwemo uratibu wa utekelezaji wa sera ya ajira ya mwaka 2008 pamoja na sera nyingine za kisekta. Vile utekelezaji wa programu ya kuwawezesha vijana kwa BBT kama BBT na BBT Life pamoja na utoaji wa mikopo yenye masharti nafuu kupitia halmashauri na mfuko wa maendeleo ya vijana. Serikali pia inaendelea kukuza ujuzi wa vijana, kuratibu fursa za ajira ndani na nje ya nchi na kuhakikisha masuala ya ajira yanajumuishwa katika mipango ya maendeleo, hatua zinazolenga kukuza fursa za ajira na kuimarisha uchumi wa vijana kwa ujumla. Mheshimiwa Naibu Spika, ninaomba kuwasilisha. Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Injinia Chacha Mwita Wambura, swali la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, chukua nafasi hii kukushukuru kunipa nafasi kuuliza swali la nyongeza. Kwa kuwa tunajua kwamba uchumi wa Geita unategemea sana sekta ya madini, na nia ni kuhakikisha kwamba tunapata miradi mbadala ambayo tutakuwa hatutegemei madini tu. Na kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo ilifanyika uchaguzi mwaka jana, ilionyesha kwamba tunaenda kupata miradi ambayo itaenda kukuza ajira ili kwa ajili ya kuhakikisha kwamba vijana wanapata ajira na wanaenda kukua kiuchumi. Sasa je, serikali ina mpango gani sasa wa kujenga hii miradi ili hawa vijana wa Geita waweze kupata sehemu ya kufanya kazi na kupata ajira? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
Mheshimiwa Naibu Spika, ningependa kujibu swali zuri la nyongeza la Mheshimiwa Mbunge Chacha Wambura kama ifuatavyo. Serikali imepokea ushauri wa Mheshimiwa Mbunge wa kuanzisha miradi mikubwa ya kimkakati ili kuzalisha ajira na fursa mbalimbali kwa vijana wa mkoa wa Geita. Nataka nimwambie tu Mheshimiwa Mbunge, serikali iko tayari. Aidha, ningependa pia kumjulisha Mheshimiwa Mbunge kwamba uanzishwaji wa miradi mikubwa na ya kimkakati inategemea bajeti ya serikali iliyotengwa. Hivyo basi, Mheshimiwa Mbunge, ushauri wako umepokelewa na utafanyiwa kazi kadiri bajeti ya serikali itakavyoruhusu. Mheshimiwa Naibu Spika, ninaomba kuwasilisha. Asante. Mheshimiwa Dr. Catherine Joakim, swali la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Waziri, kushukuru sana kwa majibu ya swali Mheshimiwa Mbunge. Mheshimiwa wabunge, kama huna swali la nyongeza naomba usiwashe kisemeo kwa sababu nakuona hapa. Kama huna swali la nyongeza usiwashe kisemeo. Nashukuru sana. Tunaendelea ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, Mheshimiwa Isa Ali Mchungahela, mbunge wa Lindi, sauti swali lake.